Video hii inaonyesha mwandishi wa habari wa kituo cha habari cha Australia 9 News alipopigwa risasi ya mpira iliyopigwa na afisa wa polisi alipokuwa akiripoti maandamano huko Los Angeles. Tukio hilo lilinaswa kwenye video muda mfupi baada ya kumaliza kuripoti moja kwa moja. Chombo hicho kilithibitisha tukio hilo na kusema mwandishi wa Marekani Laurent Thomas alipigwa risasi ya mguu na afisa huyo aliyekuwa akilinda katikati mwa jiji. Taarifa zaidi zimesema mwandishi huyo na mshika kamera wako salama na wataendelea na kazi hiyo muhimu inayohusu matukio hayo. Ghasia hizo ambazo sasa zimeingia katika siku ya 3 zilianza baada ya maafisa wa uhamiaji kuwakamata watu kadhaa waliotajwa kuwa wahamiaji wasio na vibali. Misako hiyo iliyofanyika mchana kweupe katika jiji lenye idadi kubwa ya wakazi wenye asili ya Amerika Kusini ilisababisha hasira kubwa, hususan kutoka kwa wapiganaji mageuzi huko Los Angeles. Uamuzi wa Rais Trump kuamuru kupeleka askari wa gadi ya kitaifa bila idhini ya jimbo ni jambo adimu. Tukio hilo mwisho linalokabiliana na hilo lilitokea mwaka 1965 wakati wa Rais Lyndon B. Johnson. Hizi ni ripoti kimataifa. Mimi ni Steven Msigwa. After hours of standing off, this situation has now rapidly deteriorated. The LAPD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA. You just shut the You okay? Yeah, I'm good. I'm good. Are you okay? Hey, where? Where did it hit you? Just my leg. I'm good. Fascists! Report that they're fascists! You're okay. You're not okay. Hurt! Fascists!